Aliyekuwa naibu rais Philip Mpango pamoja na Kassim Majaliwa wamekamatwa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika siku ambazo taifa linajiandaa kuingia kwenye kile kinachoonekana kama mtikisiko mkubwa zaidi wa muda wa utawala wa sasa, taarifa nzito zinazozunguka ndani ya vyanzo vya kisiasa na mitandao zimeibua taswira hali isiyo ya kawaida kwamba aliyekuwa makamu wa rais Philip Mpango pamoja na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa wako chini ya kizuizi cha kificho ambacho sana kinajulikana kama house arrest, hatua ambayo imechochewa na hofu ndani ya serikali kwamba wawili hao wana nafasi katika kuratibu maandamano ya Disemba 9. Hatua hiyo ambayo haijatangazwa hadharani imewekwa kivuli kizito juu ya mustakabali wa utulivu wa kisiasa, na inaelezwa kuwa ndani ya siku chache zilizopita mawasiliano yao yamewekewa uangalizi mkali, wakati harakati zao za kudhibitiwa na watu wa karibu na kutengwa kwa utaratibu na ufanana na operesheni zinazolenga kuzima ushawishi kabla hujaanza nguvu. Serikali inaamini kuwa mpasuko wa ndani ya chama ndio unafikia hatua ya kuingia kwenye miiko ya kijasusi, hasa baada ya madai kuwa baadhi ya viongozi wa zamani wanaohusishwa na kile kinachoitwa vuguvugu la vijana linalojipanga kuandamana tarehe hiyo. Kutokana na ujumbe ambao Kenyascope iliona mtandaoni kutokana kwa akaunti mingi haswa ya Tanzania Leaks, ilisema kuwa breaking: tumepokea taarifa kwamba aliyekuwa makamu wa rais Dr. Philip Mpango amewekwa chini ya ulinzi nyumbani kwake. Aliyekuwa waziri mkuu pia Mr. Majaliwa pia yuko chini ya uangalizi mkubwa, wakidhaniwa ndio watu walio nyuma ya maandamano ya Disemba 9. Ndio ujumbe ambao umekuwa ukitembea mitandaoni, japo kufikia sasa hatujabaini ukweli wa mambo hayo ama ukweli ulio sahihi kutokana na madai hayo. Ijapo kutokana na ujumbe ambao ulitolewa na serikali ya Tanzania kupitia msemaji wake Gerson Msigwa kuhusiana na suala hilo la kukamatwa ama kuwekewa kifungo cha nyumbani Achaka aliyekuwa makamu wa rais Philip Mpango, ilisema kwamba taarifa hizo ni za uongo na kuomba Watanzania kuziona na kuzifutilia mbali kwa sababu zinazidi kuleta joto la kisiasa na kuongeza uoga miongoni mwa wananchi. Lakini upepo wa Disemba 9 haukuanza jana. Chanzo chake kinaelea nyuma kwenye mivutano iliyoibuka baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29, ambapo matokeo yake yalisababisha mlolongo wa hisia, malalamiko na hisia ya usaliti ndani na nje ya chama tawala. Uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 ndio ulikuwa kishindo kikubwa kilichofungua mlango wa msuguano mpya nchini Tanzania. Tangu kutangazwa kwa matokeo, wimbi la kushindwa kuelewana lilitanda ndani ya chama, huku makundi yaliyokuwa yamejipanga kimya yakianza kuhoji mwenendo uliofanyika. Kwa mara ya kwanza katika muda mrefu, malalamiko hayakutoka kwa wapinzani pekee. Ndani ya mfumo, watu waliowahi kushika nyadhifa za juu walihisi kuwa mwelekeo wa chama umegeuka kwa ulingo wa kuumiza wanaodhaniwa kwa wapinzani wa kisera. Polepole, malalamiko ya ndani yakajenga vibanda vya ushawishi na hatimaye yakageuka kuwa mashaka kwamba baadhi ya vigogo wanajiandaa kuwa sauti ya upinzani kwa njia isiyo rasmi. Hofu hii iliongezeka zaidi pale taarifa za mitandaoni zilipodai kwamba kuna vijana wanaoandaliwa kuhamazishwa kushiriki maandamano ya kitaifa ya Disemba 9 ambayo yanaonekana kama kilele cha hasira za muda mrefu kuhusu ukamataji holela, utekaji wa watu, vitisho vya kisiasa na kile ambacho wengi wanakiona kama kurudi kwa mifumo ya ukandamizaji iliyowahi kulalamikiwa miaka ya nyuma. Na serikali ilipofanya tathmini ya mustakabali wa maandamano hayo, macho yakageuzwa kwa watu wawili ambao ni Philip Mpango na Kassim Majaliwa. Taarifa hizi ambazo zimesambaa sana mtandaoni kupitia majina kama Tanzania Leaks zimeweka wazi sababu kuu ya wawili hao kulengwa. Serikali inaamini kuwa wana ushawishi mpana, wana mtandao mrefu na upenya ndani ya chama, serikalini na kwa vijana. Na kwa upande wa Mpango, ushindani wa ndani wa chama kuhusu mustakabali wake kisiasa ulianza mapema kabla hajamaliza kipindi chake cha makamu wa rais. Wapo wanaoamini kuwa nafasi yake ilikatwa ghafla, na tangu hapo kumekuwa
kumekuwa na ukimya wa kiusalama kuhusu mahusiano yake na viongozi wa sasa. Kwa Majaliwa, uzito wake unakuja kutokana na kuwa waziri mkuu aliyehudumu kipindi kirefu zaidi tangu mfumo wa vyama vingi uanze, mtu aliyemiliki mtandao mpana wa watendaji mikoani na serikalini, na ambaye baada anaaminiwa na sehemu yenye uzito ndani ya chama. Kwa mujibu wa taarifa zinazozunguka mtandaoni, serikali inahofia kuwa wawili hawa wanaweza kuwa kiini cha nguvu ya maandamano, si kwa kuwa wanajitokeza hadharani, bali kwa sababu wana uwezo wa kukusanya misimamo na ushawishi wa ndani kimya kimya. Na hapo ndipo hatua ya kuwadhibiti ilipoanza. Kizuizi wanachokikabili kinafanana na kile kinachoitwa kizuizi cha kificho, kinyume na kile kinachotangazwa hadharani. Hawawekewi kwenye seli, hawajafikishwa mahakamani. Hakuna taarifa ya serikali iliyoeleza uhalali wa hatua hiyo. Na kwa maelezo yaliyopo, harakati zao zimewekewa kikomo. Watu wanaoweza kuonana nao wamewekewa uangalizi. Mawasiliano yao yanasemekana kufuatiliwa. Mizunguko yao nje ya makazi inadhibitiwa. Na hatua hizi huchukuliwa pale ambapo kuna hofu kwamba mtu fulani anaweza kuwa na nguvu ya kuchochea mabadiliko ya kisiasa au kuhusika katika maandalizi ya harakati, hasa kwa mtu anayeheshimiwa ndani ya mfumo wa serikali na chama. Hatua kama hizi huchukuliwa kimya kimya ili kuepuka mshtuko wa kisiasa. Na usiku ulipoingia na ujumbe wa John Heche kusambaa, kila neno ilionekana kama kushika kioo mbele ya mvutano wa kisiasa uliokaa kimya kwa muda mrefu. Ulikuwa ujumbe uliotaja moja kwa moja madai haya kama utekaji unaofanywa na watu wanaovaa kininja, kufichwa kwa watu waliotekwa, kutokuwepo kwa uwazi kuhusu nani anaongoza operesheni hizo, kupindishwa kwa maana ya ukamataji wa kisheria. Ni ujumbe uliowapa nguvu vijana waliokuwa wakijipanga kwa Disemba 9, kwa sababu uliweka wazi kile walichokuwa kilalamikia kwa muda, kwamba miundo ya usalama imegeuzwa kuwa chombo cha kisiasa. Maandamano haya ya kuzaliwa ghafla, kwani yalipangwa katika hatua kadhaa. Hatua ya kwanza ilikuwa ya ushawishi mtandaoni, ambapo vijana walikusanya malalamiko kuhusu utekaji, ukamataji usio halali na ukandamizaji. Mitandao ikawa semina ya wazi. Vilevile hatua ya pili ikawa ni kujenga ujumbe wa kitaifa, ambapo tarehe 9 Disemba, siku ya uhuru, ilichaguliwa kama ishara ya kupambana na kile kinachoitwa kufifia kwa misingi ya uhuru na haki. Hatua ya tatu ilikuwa ni kuunganisha makundi, ambapo wanafunzi, wafanyakazi wa mijini, watu wa mitandaoni na wengine pia waliokuwa hawaridhishwi na mwenendo, wote waliunganishwa katika wazo moja ambalo ni kuelezea kupotea kwa watu, kupinga vitisho na kuhoji uwepo wa vikosi visivyo rasmi. Hatua ya 4 ikawa ya uwezekano wa ufadhili, na hapa ndipo jina la Mpango na Majaliwa lilipoibuka. Na serikali inaamini kuwa maandamano haya hayaendi kwa nguvu za mitandao pekee. Inaamini kwamba pengine kuna mkono unaolipa, unaoratibu na unaosimamia mawasiliano. Ingawa hakuna uthibitisho wa wazi kwa madai hayo, mashaka haya ndio yaliyosababisha hatua kali dhidi ya wawili hao. Na tukiangazia historia ya Philip Mpango, ana historia ndefu serikalini, kwamba alikuwa mwanachama ama mwana uchumi mahiri, aliongoza tafiti katika taasisi za kitaifa. Vilevile akawa mkurugenzi wa mpango na sera Wizara ya Fedha, akawa katibu mtendaji wa tume ya mipango, akawa waziri wa fedha mpaka alijulikana kwa uthabiti wa takwimu na nidhamu ya uwajibikaji. Hatimaye akawa makamu wa rais wa Tanzania. Mpango amepewa sifa ya kuwa kiongozi mtulivu lakini mwenye msimamo mkali, mtu asiyependa siasa za makundi. Ndiyo sababu mtazamo wa serikali kwamba anaweza kuwa na mkono katika maandamano umeonekana kinyume na tabia yake ya kawaida. Lakini pia ndiyo maana hatua dhidi yake imekuwa nzito, kwamba mtu mtulivu anapopewa uzito wa hatari ya kisiasa, mara nyingi inaashiria hofu ya nguvu yake ya ndani. Na vilevile kwenye historia ya Kassim Majaliwa, ni mmoja wa mawaziri wakuu waliohudumu muda mrefu zaidi. Alianza kama mwalimu, baadaye akawa mbunge, akapanda cheo hadi kuwa naibu waziri na kisha waziri. Hatimaye akateuliwa waziri mkuu mwaka 2015. Alihudumu kwa miaka 8 mfululizo. Majaliwa anafahamika kwa mtindo wake wa utendaji wa moja kwa moja, safari za kushtukiza na udhibiti wa karibu wa miradi ya serikali, na ilimpa mtandao mpana wa watu wanaomheshimu na kumwamini.
Na katika mazingira ya mgogoro wa kisiasa, mtu mwenye mtandao kama huu anakuwa muhimu zaidi. Ndio sababu serikali inaona uwezekano wa yeye kuwa kiungo muhimu kwa vijana wanaopanga maandamano. Serikali ya Samia Suluhu hivi sasa inakabiliwa na mkusanyiko wa mambo manne yanayokutana kwa wakati mmoja, ambao ni malalamiko ya utekaji na ukamataji usio rasmi, hofu ya mpasuko wa ndani ya chama, maandamano yaliyopangwa kwenye siku ya kihistoria ya taifa, na vigogo waliowahi kuwa na nguvu kubwa kutajwa kama wahusika. Na hapo ndipo sababu ya kuwekwa ndani kwake Mpango na Majaliwa. Na kadri Disemba 9 inavyoendelea siku ya leo, maswali yanaongezeka, presha inajengeka na mandhari ya taifa inabadilika kuwa kama ile ya kusubiri tufani. Ujumbe wa John Heche, mipango ya vijana, mgogoro baada ya Oktoba 29, kizuizi cha kimya dhidi ya vigogo wawili na hofu ndani ya serikali vimeungana kutengeneza simulizi ambalo halijawahi kushuhudiwa katika siasa za Tanzania. Na wakati kiza kinavyozidi kutanda juu ya hatima ya Mpango na Majaliwa, swali kuu linasalia: je, Disemba 9 itakuwa siku ya uhuru katika nchi ya Tanzania, ama itakuwa tu siku ya kupambana na mifumo, au siku ambayo itafungua ukurasa mpya katika historia ya siasa za Tanzania? Hilo ni swali ambalo utalijibu. Ndo hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yetu pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi na zingine nyingi kwa kina. Zidi kuwa nasi kwa taarifa kama hii, kwa sababu hapa ndipo napokea taarifa hizi za ukweli. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.